amani, ahadi zake kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Tutamshukuru Mungu kwa ulinzi aliotupa wiki nzima toka tulivyoachana wiki mbili zilizopita. Tutamshukuru kwa ajili ya semina tuliyokuwa nayo. Tutamshukuru kwa ajili ya familia yako. Tutamshukuru kwa ajili ya kanisa na nchi kwa muda mchache ili tuweze kupata nafasi zaidi pia kwa ajili ya neno. Tunaweza kushukuru, tutakwenda mbele za Mungu kwa toba. Tutatubu katika kila eneo ambalo najua umemkosea Mungu. Tumia ile Zaburi ya 51, itakuwa ni vizuri zaidi, tutaisoma baadaye. Lakini sasa tutashukuru kwanza kwa kutumia Zaburi ya 92 ile mstari wa kwanza. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lake aliye hai. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kimbilio kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kimbilio kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mponyaji kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna mponyaji kama wewe, hakuna mponyaji kama wewe. Oh, wewe tu ndiwe unatosha, wewe tu unatosha, wewe tu ndiwe unatosha, wewe tu ndiye unatosha. Mungu wetu, wewe tu ndio unayetosha, wewe tu ndio kimbilio letu, wewe tu ndio msaada wetu, wewe tu ndio nguvu yetu. Tunakutukuza, tunakuhimidi, tunaliinua na kulibariki jina lako, jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Asante kwa uweza wako wa ajabu katika maisha yetu. Asante kwa nguvu zako, asante kwa vipawa vyako, asante kwa fadhili zako zisizopungua katika maisha yetu. Tunakushukuru Bwana, tunakuinulia sifa. Asante kwa uaminifu wako. Tunakutukuza mfalme mkuu, tunakutukuza Baba wa mbinguni. Tunakushukuru Bwana kwa kinywa na kwa moyo, kwa namna ambavyo umetulinda wiki nzima, wiki mbili nzima tulivyoachana mahali hapa. Umekuwa pamoja nasi, umekuwa msaada wetu, umekuwa kimbilio letu, umetutunza, umetuhifadhi hai. Tunakushukuru kwa uweza wako wa ajabu. Tunakushukuru kwa ulinzi ambao Bwana unatupatia sisi na familia zetu na watu wa nyumbani kwetu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo Bwana hujatupungukia. Hata pale ambapo shetani alikuwa ametutega katika mitego ya aina mbalimbali, wewe Mungu umetegua hiyo mitego, umetusaidia, umetuvusha na sasa tuko salama. Tunakushukuru kwamba umehifadhi watoto wetu hai, umehifadhi watu wa nyumba zetu hai. Hata pale ambapo Bwana tulitaka kuangamizwa kwa njia mbalimbali, lakini wewe ulikuwa pamoja nasi. Tunakushukuru Mungu, pale ulipotukingia magonjwa, pale ulipotukingia ajali, pale tulipotukingia hila za yule muovu. Mungu tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu ni neno jema kukushukuru kila saa na kila wakati. Uliimbia jina lako uliye juu na kuzitangaza fadhili zako asubuhi
na uaminifu wako wakati wa mchana. Tunakushukuru Mungu wa mama wa Mbezi Beach kwa namna ulivyotupa nafasi ya kufika katika madhabahu yako ili tukuabudu wewe. Hakika mioyo yetu inayo kiu ya kusikia kutoka kwako. Tunakushukuru kwa huo muda uliotupa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kanisa ambalo Mungu umekuwa ukilihudumia siku hadi siku. Tunakushukuru kwa ajili ya viongozi wanaosimama katika madhabahu zetu Mungu wa mbingu na nchi, jinsi ambavyo Bwana unaachilia neno la wakati katikati yao. Baba, asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu, ni baba yetu. Umetutetea, umetutunza. Tunakushukuru kwa ajili ya wafanyakazi wote katika kanisa lako, watumishi wote katika kanisa lako Mungu, mahali ambapo panatajwa jina lako katika roho na kweli. Tunakushukuru kwa ajili ya Tanzania, tunakushukuru kwa ajili ya viongozi wetu wa kitaifa. Tunakushukuru Mungu kwamba umewalinda na unawatunza. Tunakushukuru kwa ajili ya hali ya hewa Mungu wa mbinguni. Hakika umetupa hali ya hewa nzuri. Hakuna mafuriko, hakuna jua kali. Mungu umetupa hali ya hewa nzuri, tunakutukuza. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umempa kibali hata cha kufika mahali hapa. Tazama ni neema yako tu na huruma zako. Baba, ndipo tunaposogea mbele zako saa hii, tukijua kabisa ya kwamba hakuna jambo jema tulilolifanya mbele zako. Mungu, tunakuomba ukaturehemu. Uturehemu Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, unayerehemu, unayetakasa, unayeponya, unayefuta hatia na hukumu. Wewe ni Mungu ambaye kwako wewe yanatoka matumaini mema yote. Tuko mbele za uso wako watoto wako, sawa sawa na Zaburi ile ya 51. Mungu, ya kwamba Bwana, mstari ule wa kwanza, tunaungana na mtumishi wako Daudi. Sema, Mungu, uturehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yetu. Utuoshe kabisa na uovu wetu. Tutakase dhambi zetu. Maana tumejua sisi makosa yetu na dhambi yetu hii mbele yetu daima. Tumekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Baba, uturehemu. Turehemu Mungu. Turehemu sisi na watoto wetu. Turehemu sisi na kanisa. Turehemu sisi na taifa letu la Tanzania. Tumekutenda uovu, tumekutenda dhambi Bwana. Tunaomba toba na rehema. Tunanyenyekea mbele zako wa mama. Hatuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe peke yako. Unayesamehe dhambi kwa ajili yako wewe mwenyewe. Peke yako ambaye ukisamehe dhambi wala hutazikumbuka tena. Tumekosa Bwana, tumekosa sana. Tunajinyenyekesha kwako Mungu mwenye nguvu. Tusamehe Bwana. Tusamehe Baba mwenye nguvu. Tusamehe Mungu mtakatifu. Tupe kibali tena. Tupe kibali tena jioni hii cha kusogea madhabahuni kwako, ili Mungu tuweze kusikia neno lako. Maana neno lako ni taa na mwanga nayo tumulikia katika njia zetu. Baba, tutakapotusafisha kwa damu yako, ndipo tutakapopata mpenyo wa kusikiliza neno lako Bwana. Ondoa kila uchafu katikati yetu. Ondoa mawazo mabaya, ondoa ila mbaya, ondoa chochote kitakachozuia tusisikilize neno lako. Baba wa mbinguni, tunajidhabihu madhabahuni mwako Bwana. Damu yako ya thamani ikapate kututetea. Damu yako ya thamani itunenee mema. Damu yako ya thamani itusafishe. Damu yako ya thamani yenye kiasi kikuu kapate kutuatamia. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe peke yako unayetusikia. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mkuu, wewe unaweza kutendea mambo makuu na ajabu. Hata sasa umetusamea. Asante kwa msamaha wa dhambi. Asante kwa kututakasa. Asante kwa kutufanya viumbe vipya. Tunapoanza hiki kipindi Bwana, mkono wako wenye nguvu, mkono wako unaotenda mambo makuu na ajabu, kashuke na nguvu zako. Roho Mtakatifu akatufundishe. Roho Mtakatifu akatuelekeze. Roho Mtakatifu akatupe neno la ufunuo ili tukapate kulitendea kazi katika maisha haya uliyotupa Mungu wa mbinguni na nchi. Tunamkabidhi mtumishi atakayesimama katika madhabahu hii kusema nasi neno lako la uzima Bwana. Baba, tunakuomba ukampe usemi wa wakati huu. Ukampe usemi tokao kwako.
tumia kinywa chake Bwana kutufundisha, ili Mungu sifa na utukufu zikakurudie wewe. Asante kwa sababu Mungu tuko tayari kukusikiliza. Tuko tayari kukusikiliza Mungu wetu. Tuko tayari kukusikiliza Roho Mtakatifu. Karibu na nguvu zako, karibu na uweza wako, karibu na maarifa yako, katika jina la Yesu. Narudisha utukufu, heshima, enzi na mamlaka mbele ya kiti chako cha rehema. Asante Mungu mwenye nguvu, kwa sababu wewe ni mkuu, kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu wewe unatusikia. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Karibu mtumishi. Mlangoni pako nipe nguvu ninapochoka, neno lako Yesu linanipa uzima, nikifika nitaimba umeniponya. Naomba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Atuandae kwa ajili ya kusikiliza kile anataka kutufundisha jioni ya leo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, mtakatifu, ketie mahali pa juu, mahali palipoinuka. Eli Elioni ndilo jina lako. Asili ya uzima wetu, uliye kuwepo, uliyeko na utakaye kuja, utaendelea kuwepo. Mimi niko ambaye niko. Tunakuhimidi, tunakutukuza Baba yetu wa mbinguni, unayetuwazia yaliyo mema. Ulitujua kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, hata sasa unatuwazia yaliyo mema. Sante kwa Yesu Kristo ambaye ni mkuu wa wafalme wote wa dunia. Tena yeye atupendaye sana na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake ya thamani, na kutufanya ukuhani na ufalme kwa ajili ya ufalme wako. Lihimidiwe jina lako kutuweka hai siku hii ya leo. Asante kwa kutuumba katika jinsia ya kike kwa kusudi lako maalum. Tunajidhabihu mikononi mwako, kuketi miguuni pako Bwana wetu Yesu Kristo, kutazama uzuri wako, kutafakari hekaluni mwako. Tusije tukaondoka jinsi tulivyokuja, bali tuondoke tukiwa tumebadilishwa kwa neno lako la uzima, mabadiliko ambayo ni chanya, yanayokupa jina na utukufu. Ukaiangushe ile mbegu kwenye mioyo yetu, ukatufundishe kwa Roho wako Mtakatifu, na mbegu hiyo ikazae matunda na kuota na kumea na kustawi na kuzaa matunda, na hata utakapokuja kulichukua kanisa tukutwe tukiwa tayari. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, neno lako
ndilo taa kwenye miguu yetu katika safari ya kuja kwako. Neno lako ni mwanga wa njia zetu. Neno lako ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, lije pesi kuyatambua mawazo ya moyo. Neno lako ni maarifa. Wewe Yesu ndiwe siri ya Mungu, na ndani yako mmejaa hazina zote za hekima na maarifa. Sema nasi jioni ya leo, kila mmoja kwa nafasi yake na mahitaji yake na utayari wake. Zaidi sana ulihuishe neno lako la uzima, sivyo vile ambavyo tunajua Baba, vile ambavyo hatujawahi kusikia hata siku moja. Sema nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Utukufu na heshima na uweza vina wewe Mungu wetu. Nasimama kinyume na nguvu za shetani kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Shetani, joka mkubwa, joka wakae, uitwaye Ibilisi, udanganyaye ulimwengu wote. Tunakujua ulikuwepo kwenye bustani ya Edeni ukamdanganya Adamu na Eva. Tunakujua umekuwa ukiendelea kufuatilia taifa la Mungu, watu wa Mungu. Lakini nakukumbusha neno la Mungu lipotimia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo, akauendea msalaba, akaimlipa yale madeni, akatwaa mizigo yetu, akatununua kwa ile damu. Kwa jina la Yesu, makosa, uovu na dhambi vimemalizwa msalabani. Kifo na mauti vimeshindwa katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa mamlaka hiyo ya jina la Yesu, tunakuamuru toka katika eneo hili kwa jina la Yesu Kristo. Kila namna ya falme zako, mamlaka zako, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, wale wajihudhurishao wajifanyao ni Wayahudi nao sio bali wasema uongo, tunawapambanisha na damu ya Yesu Kristo. Tunatiisha hizo nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungulia damu ya Yesu Kristo, jina la Yesu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kiti cha rehema na neema, neno la Bwana, Roho Mtakatifu, uweza wa Mungu uliomfufua Yesu Kristo katika wafu, roho wa ufufuo, roho wa Kristo, roho wa Bwana, roho wa milele, fadhili za Bwana, nia ya Kristo ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Tunafungulia na neema ya Bwana na pendo la Bwana wetu Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, jeshi la malaika walio hodari kulichukua neno la Mungu kulifanyia kazi. Baba, tupe ufunuo wa kumjua Yesu Kristo zaidi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Ukiwa umesimama, naomba ufungue kitabu cha Wafalme wa Pili. Fungua Biblia yako, Wafalme wa Pili. Natamani kusogea mbele kidogo hivi, punguza mwanga. Haleluya. Wafalme wa Pili mlango wa 11. Tutasoma kwa haraka tukiwa tumesimama kuanzia mstari wa 1. Nasoma kwa jina la Yesu. Na Atalia mama yake Ahazi alipoona ya kuwa mwanawe amekufa. Wafalme wa Pili mlango wa 11. Na kama unaandika neno hili pia utalipata wa Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 22. Mistari mingi pale utaipata, nimechagua michache. Ngoja tusome alafu tutaendelea. Nasoma kwa jina la Bwana. Na Atalia mama yake Ahazia alipoona ya kuwa mwanawe amekufa, akainuka, akawaharibu wazao wote wa kifalme, ila Yehosheba binti wa mfalme Yehoramu umbu lake Ahazia, akamtwaa Yoashi mwana wa Ahazia, akamuiba miongoni mwa hao wana wa mfalme waliouawa, yeye na mlezi wake, na kuwatia katika chumba cha kulala, wakamficha usoni pa Atalia. Basi huyo hakuuawa. Alikuwako pamoja naye amefichwa nyumbani mwa Bwana miaka 6, naye Atalia akaitawala nchi.
Mwaka wa 7 Yehoyada akatuma na kuwaleta wakuu wa mamia na wakafari na walinzi, akawaleta kwake ndani ya nyumba ya Bwana. Akapatana nao, akawaapisha nyumbani mwa Bwana, akawaonyesha huyo mwana wa mfalme. Akawaamuru akasema, hili ndilo neno mtakalolifanya: theluthi yenu mtakaoingia siku ya Sabato mtayalinda malinzi ya nyumba ya mfalme, na theluthi mtakaokuwepo mlangoni pasuri, na theluthi yenu mlangoni pa nyuma ya walinzi. Hivyo mtayalinda malinzi ya nyumba ya Bwana, kuzuia watu wasiingie. Na sehemu 2 zenu, yaani wote watokao siku ya Sabato, mtayalinda malinzi ya nyumba ya Bwana na kumzunguka mfalme. Mtamzunguka mfalme pande zote, kisha kila mtu mwenye silaha zake mkononi, naye yeyote asiingie ndani ya safu, aingiaye ndani ya safu auawe. Mkafuatane na mfalme akitoka na kuingia. Bwana asifiwe. Nataka tupunguze hii mistari, tutaisoma tukisoma. Tuende mstari wa 17. Kisha Yehoyada akafanya mapatano kati ya Bwana na mfalme na watu, ili wawe watu wa Bwana. Tena kati ya mfalme na watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali, wakaiangusha madhabahu zake na sanamu zake, wakazivunja kabisa. Na Matani kuhani wa Baali wakamuua mbele ya madhabahu, na Yehoyada kuhani akaweka maakida juu ya nyumba ya Bwana. Amen. Lakini ukiwa na nafasi utasoma mpaka mstari wa 21. Ninaomba tuketi. Kwa sababu ya muda wa leo na somo hili, Mungu alinipa ufunuo, ni somo pana na ninatamani tungeenda nalo polepole, lakini nitafanya muhtasari. Ninakusihi utakapokuwa nyumbani, soma hii Wafalme wa Pili mlango huo wa 11. Unaweza ukasoma pia mlango wa 8, ukasoma pia Nyakati kwa wanaoandika, Nyakati wa Pili mlango wa 22 mstari wa 10 mpaka wa 12 na mlango wa 23. Tumeona jina la kwanza kwenye mstari wa kwanza. Huyu ni mwanamke anaitwa Atalia. Huyu Atalia ni mama wa mfalme wa Yuda anaitwa Ahazia. Wasomaji wa Biblia wanafahamu. Tuweke huu muhtasari. Baada ya Suleimani mwana wa Daudi kushindwa kusimama, alipokufa, sio kushindwa, yani alipokufa, mtoto wake Rehoboamu akatawala. Lakini kwa sababu alikuwa amemkosea Mungu, ufalme ukagawanyika. Kabila 2 ambazo ni Benjamini na Yuda, ambayo ni Yerusalemu na eneo jingine, akapewa. Mungu alisema atatunza kwa ajili ya mfalme Daudi. Kabila 10 zilizobaki zikagawanyika, akapewa mgeni ambaye sio wa uzao wa kifalme. Ndio inaitwa makao yake makuu ni Samaria. Kwa hiyo huyu Ahazia alikuwa mfalme wa ufalme wa Yuda, ambapo ndiko kuna hekalu na madhabahu. Lakini ukisoma utakuta kuna habari za Yehoramu ama Yoramu, mfalme wa Israeli. Kwa maana hiyo ufalme wa kaskazini ukiitwa Israeli, ufalme wa kusini ukiitwa Yuda. Na hawa wa kaskazini walikuwa ni waabudu sanamu, ndio walikuwa wakaitwa Samaria. Yani ni Wayahudi lakini waliachana na yule alijenga madhabahu, akabadilisha madhabahu za Mungu, akaweka ndama, akawalazimisha waanze ibada za sanamu. Ndio kuna wafalme chungu nzima wanaopita upande wa kulia na hawa upande wa sehemu ya Yuda. Sasa huyu Atalia ni mama, yani ni malkia. Mume wake Yoramu alikuwa ni mfalme. Ukisoma Biblia utamkuta mfalme anaitwa Asa. Alipokufa aliyafanya mapenzi ya Mungu. Hawa ni wa Yuda. Akamzaa mtoto wake Yehoshafati. Umesikia habari za Yehoshafati? Yule yuko vizuri, ukisoma ile habari tunapenda kuitumia. Akamtumikia Mungu, akaenda sawasawa na shauri la Bwana. Yehoshafati alipokufa, mwanawe anaitwa Yoramu. Sehemu nyingine utakuta imeandikwa Yehoramu, akatawala.
Yoramu akafa. Mwanawe ambaye akamrithi anaitwa Ahazia. Sasa huyu Yoramu alioa mwanamke anaitwa Atalia, na naomba hili jina ulishike, lina ufunuo mkubwa kwenye maisha yetu. Kwenye ufalme wa Israeli, mfalme aliyekuwa maarufu alijulikana ni mfalme Ahabu. Ahabu mke wake Malkia Yezebeli. Nafikiri unamfahamu Yezebeli, umemsikia. Yezebeli hakuwa Myahudi, Ahabu alikuwa Myahudi. Yezebeli alitoka kwenye nchi ambazo wanaabudu miungu mingine mbali ya Mungu wa Israeli. Kwa hiyo Yezebeli akaleta masanamu, akajenga maashera, na mfalme akamsaidia, wakawa waabudu sanamu 100%. Mungu akawakasirikia. Ufalme wa Yuda waliendelea kumwabudu Mungu, lakini hapa ndipo tunapoingia. Ninataka tuwatazame wanawake wawili. Kuna mwanamke huyu anaitwa Atalia, mama wa mfalme. Alikuwa mke wa mfalme Yoramu, ni mama wa mfalme Ahazia. Halafu kuna mwanamke mwingine ambaye anaitwa Yehosheba. Tumemsoma hapo chini. Yeye ni dada wa Ahazia, naye ni binti wa mfalme. Ameolewa na mtu ambaye ni kuhani anaitwa Yehoyada. Majina yasikusumbue sana, lakini leo nataka tuwafuatilie wanawake. Somo hili natamani tuwafuatilie wanawake wawili, Atalia na Yehosheba, tofauti zao. Lakini historia kubwa ambayo inasomwa kwenye mistari mingi. Atalia ni mtoto wa Yezebeli na mfalme Ahabu. Iko mistari ya uthibitisho. Nafikiri ni hiyo Wafalme wa Pili 8:18 inatuambia kwamba huyu alikuwa hapa. Ukisoma Wafalme wa Pili mlango wa 8 mstari wa 10, anasema akaendea njia ya wafalme wa Israeli kama walivyofanya nyumba ya Ahabu, kwa kuwa alikuwa amemwoa binti Ahabu, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Walakini Mungu hakupenda kuiharibu Yuda kwa ajili ya Daudi mtumishi wake. Huyu mfalme Yoramu alimwoa Atalia ambaye ni mtoto wa Yezebeli. Na nia ya Yezebeli, somo hili linatoka kwenye, nafikiri mwezi wa pili, kama sikosei, mwezi wa pili tulisikia. Inatoka kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Roho wa Mungu anamtokea Yohana, anamwambia kwa kanisa lililoko Thiatira andika. Kulikuwa na watu wa Kristo, watu wa Mungu, lakini wanasikiliza mafundisho ya Yezebeli anayejifanya nabii, anawadanganya. Sasa huyu Yezebeli ukimfuatilia, amezaa mtoto, lakini kwa hila, kwa conspiracy, akamuingiza kwenye ufalme wa Yuda, akaolewa kule, ili waingize madhabahu na ibada wabadilishe, ili miungu yao ya kigeni ipate kutenda kazi. Unaona, Yehoshafati anamwamini Mungu. Yehoshafati ni mfalme aliyekwenda sawasawa na njia za Mungu. Alipolala, mtoto wake Yoramu akaanza kutawala. Alipomuoa Atalia, hapa Biblia inasema alifanya mabaya, kwa sababu Atalia alikuwa ni mshauri wake. Akazifuata njia za Atalia alizofundishwa na mama yake Yezebeli. Kwa hiyo ikawa ni chukizo mbele za Mungu. Ukifuatilia sana hii habari utakuta Mungu anamtuma mtu mmoja anaitwa Yehu, anakwenda kuwaua nyumba ya Ahabu, kulipiza kisasi kwa ajili ya Bwana. Na sasa huyu Atalia, sisi sote hapa ni wanawake, wengine wana watoto, wengine kuna vijana wengine, lakini kwa sababu ni kipindi cha wanawake tutaweka mkazo huo. Mwanamke aliyeolewa ana watoto, anamiliki, anatawala kwa hila, amejificha ndani ya nyumba ya Bwana kwenye ofisi ya mfalme, lakini ana ajenda yake. Huyu mtoto wake Yoram akaenda kumsaidia huyu Ahazi, akaenda kumsaidia mwana wa mfalme wa Samaria aliyeenda kupigana na Washami, watu kwa sasa tunaweza tukaita Syria.
akaumizwa. Alivyopata majeraha, huyu akaenda kumsalimia. Wakaamua wafanye vita kwa pamoja. Halafu Mungu akamjaza roho ya nguvu Yehu. Unajua Yehu alitiwa mafuta na Elisha mafichoni, aende kufanya mapinduzi. Halafu Yehu akawafuata, akawaua wote wawili. Sasa huyu mama Atalia amesikia mwanawe mfalme ameuawa na Yehu mwana wa Zimri, wenyewe wanavyomuita huku kwenye Biblia. Badala ya kusikitika mwanawe amekufa, akaamua, huyu ni mama ndiye aliyezaa watoto, akaamua kuwaua mbegu ya kifalme, mwendelezo wa Daudi wote. Na ndio habari tulioisoma kwenye Wafalme wa Pili sura ya 11. Anasema, na Atalia mama yake Ahazia alipoona ya kuwa mwanawe amekufa, akainuka akawaharibu wazao wote wa kifalme. Unaanza kuiona ni roho ya namna gani iliyoko ndani ya Atalia. Fikiri kama huyu ni mama, amezaa watoto, anajua kwenye nyumba ya ufalme, mfalme akifa yuko mtoto mmoja wa kiume wa mfalme atarithi kiti cha baba yake. Lakini amegundua kwamba mwanawe ambaye alikuwa anamtii mama yake na kufanya mambo kinyume na mapenzi ya Mungu, ni yeye ndio alikuwa mshauri. Atalia anapokea ushauri wa Yezebeli, anapeleka kwa mwanawe, yani yeye Atalia anapeleka kwa mfalme Hezekia. Wanamuasi Mungu. Ameuawa kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Huyu mama aliyezaa watoto, naomba tuchukulie katika hali ya kawaida. Mume amekufa, halafu mama badala ya maombolezo, yeye anaingia anachinja watoto wa mfalme, watoto wake, Biblia imeandika. Kwa hiyo unaiona ile roho iliyokuwa ndani yake. Na hapa nataka kuweka kitu cha msisitizo. Ikiwepo roho ya uharibifu ndani, mama anaweza kuwaua watoto wake. Sisemi kuwaua kwa kuwachinja wakaenda kuzikwa kaburini, lakini mama anaweza akawalazimisha watoto wake waondoke kwenye shauri la Bwana, akang'ang'ania yale mambo ya misingi ya ibada za sanamu aliyoyapokea, na kwa njia hiyo anawaua watoto wake kwenye mauti ile ambayo inadumu milele. Amen, tumeelewana hapo? Nataka tuende polepole ili tukitoka tumwangalie Atalia kwa macho mawili. Roho ya Atalia, roho ya Yezebeli inafanya kazi ndani ya roho ya Atalia. Leo tunaweza kuitrace wapi roho ya Atalia? Mwangalie huyu mama, chuki imemshika kwa sababu anajua Yehu alitiwa mafuta na Mungu. Akaenda akamwambia Yezebeli, kwa sababu umemuua huyu mtu mwenye shamba ambalo ukampelekea mume wako Ahabu, Mungu atakuua hivyo, na kama mimi nimetumwa na Mungu, mbwa wataramba damu yako na hautazikwa wewe, kama ulivyomfanyia huyo kuna yule mtu aliyenyang'anywa shamba, itakuwa hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanawindana Yehu na Yezebeli. Sasa huyu mama, hebu mwangalie, chinja watoto wote. Mimi nilifikiri kwamba angefurahi mtoto wake mmoja atakaa mwenye uchungu naye. Chinja wote. Leo tunaweza, tusipokuwa makini kusimama na Bwana Yesu, kumpa nafasi akakaa ndani yetu, tukajua hatua za kwenda, tunaweza tukajikuta tumewaangamiza watoto wetu. Wakati mwingine kwa kujua, wakati mwingine kwa kutokujua. Ninasema wakati mwingi kwa kutokujua, kwa sababu inawezekana yule mama yangu pale kijijini ama mjomba, manake mama kaka yake ndio mwanaume wa upande wa mama yangu, yule mjomba amesema hivi, ukoo wetu na kabila yetu waga tunafanya 1, 2, 3. Kwa hiyo siku ukitaka kuolewa wewe, barabara ni hii hapa, utapita hapa, utapita hapa, ni lazima. Na siku watoto wako wakiolewa lazima utawapitisha hapa. Mama asipokaa vizuri anawaua watoto, lakini ni roho ya shetani ndani ya Atalia inatupitisha kule. Kwa hiyo nuru ya Kristo inapokuja inatuonyesha tofauti kati ya Atalia, roho ya Yezebeli, na Yehosheba,
roho ya Mungu aliye hai. Ngoja tuone mbele kidogo. Mlango Wafalme wa pili mlango wa 11. Anasema kuanzia mstari wa 2. Ila Yehosheba, huyu Yehosheba maana yake ni yule dada nilikuambia, ni mtoto wa mfalme, yani ni ndugu yake mfalme Ahazia, umbu lake. Alipoona Malkia anawachinja wote, huyu dada tayari alikuwa amekwisha olewa, na ameolewa na mtu ambaye ni uzao wa kikuhani. Huyu kuhani ukisoma mpaka mwisho utakuta anaitwa Yehoyada. Wanakaa hekaluni, kanisani, kwenye lile hekalu. Alipoona mama yake ambaye ndio queen consort kwa leo lugha wanavyoita, yani ni mke wa mfalme, kama ambavyo mume wake Malkia Elizabeth wa Uingereza alikuwa anaitwa queen consort, yani yeye ni kama mwenza wa malkia. Huyu alikuwa ni mwenza wa mfalme. Yule dada akaona wapwa zake na ndugu zake, watoto wa kaka yake wanachinjwa, akamuiba mtoto mchanga. Sasa unaiona roho ya Yehosheba, akamuiba. Tusome mstari wa 2 kwenye mlango wa 11. Anasema ila Yehosheba binti wa mfalme Yehoramu, ndio baba wa, yani yeye na Ahazia waliouawa walikuwa ndugu, mtu na kakake. Anasema umbu lake Ahazia akamtwaa Yoashi mwana wa Ahazia. Huyu alikuwa mchanga. Ukisoma Biblia ya Kiingereza na zile za study imeandikwa ni infant. Kwa hiyo alikuwa bado mchanga, labda mwaka mmoja au chini ya hapo. Akamuiba miongoni mwa hao wana wa mfalme waliouawa, yeye na mlezi wake, na kuwatia katika chumba cha kulala. Wakamficha usoni pa Atalia, basi huyo hakuuawa. Fikiri wafalme wa Israeli walikuwa wanakuwa na wake kadhaa. Watoto wameuawa wote kasoro kachanga kameibwa. Na huyu Yehosheba naye ni mwanamke. Angalia mwenza. Hapa tunaona picha ya mwenza. Yehosheba mume wake ni kuhani wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Ahazia mwenza wake ni kuhani wa madhabahu ya Baali kwa siri. Amejihudhurisha. Kama ulisikia kwenye maombi, nilitumia mstari wa Ufunuo wa Yohana mlango wa 3. Biblia inasema hivi, kuna wale wajifanyao ni Wayahudi lakini sio, wanasema uongo. Wako miongoni mwa Wayahudi, wako miongoni mwa kondoo lakini sio kondoo. Ni wajifanyao ni Wayahudi bali sio, wanasema uongo. Kwenye kitabu cha Ufunuo Mungu anasema atawafunua, atawatia kwenye mikono yako. Sasa huyu dada akagundua Atalia na wale yeye ameolewa kwenye ufalme wa Yuda wanaabudu hekaluni, lakini angekuwa na hofu ya Mungu asingewaua. Akijua shauri la Mungu kwamba Mungu alimweka Daudi na uzao wake wakae kwenye kiti cha enzi, na huyu Yoramu na Ahazia na watoto wake ni uzao wa Daudi, na malkia wa Baali amekuja kuwaua, akajiriski, akamuiba mtoto mchanga. Ninapenda kitu hichi. Ameenda kumficha wapi? Tuendelee kusoma. Anasema hivi, wakamficha usoni pa Atalia, basi huyo hakuuawa. Mstari wa 3. Alikuwako pamoja naye, amefichwa nyumbani mwa Bwana miaka 6. Naye Atalia akatawala nchi. Yaani huyu Atalia alipowachinja wale watoto wa mfalme, yeye akawa malkia, akakaa kwenye kiti, akaanza kutawala. Kwa hiyo kwenye utawala wa Yuda ukianza kufuatilia wafalme, utamkuta mwanamke pekee anaitwa Atalia. Amejimilikisha kwa nguvu. Kiingereza wanasema usurping queen, yani anajifanya malkia lakini sio. Ni kama amevamia ufalme, akatawala miaka 6. Yule mtoto ni mchanga. Ninafurahi wamemficha madhabahuni.
ukitaka usalama wa uzao wako na watoto wako kusimama kinyume na roho ya Atalia, ni lazima uwafiche madhabahuni. Miaka 6 huyu mtoto jina lake anaitwa Yoashi, sehemu nyingine wameandika Yehoashi. Huyu mtoto miaka 6 hakuonwa. Ukisoma vitabu vingi, nimesoma kitabu kimoja kimeandikwa na mwandishi wa Kiebrania kinaitwa Atalia the Usurping Queen. Ukisoma mule ndani wamefafanua mambo pamoja na zile folk tales, yani hadithi za kijamii zinazoaminika, kwamba Atalia alikuwa akipita anamuona mtoto mzuri, lakini wamembatiza jina lingine, wamesema ni mtoto wa mtu mwingine, tena ni yatima, ameokotwa huko, anatunzwa hapa, kumbe ni uzao wa mfalme. Kwa hiyo akicheza kule Atalia anasema huyu mzuri sana, anafana nini, anamtamania, lakini wanasema mpaka atimize, bado ni kama yatima, ni kama wazazi wamemficha. Amefichwa madhabahuni kwa Bwana, na Mungu akamfunika Atalia. Hakugundua kwamba na yeye kachezewa mchezo. Miaka 6. Ilivyofika miaka 6, unajua Mungu alifanya kazi siku 6. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5. Siku ya 6 akasema ni siku ya 6 ya mwisho, ya 7 ni ibada. Sabato ni siku ya 7. Sabato ya miaka inaitwa Shemita. Na kama unafuatilia kalenda wanaita celestial, kalenda ya kiimani ya Israeli, acha kalenda hii tunazofuatia, ile ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka kwamba huu utakuwa ni mwanzo wa siku za kuhesabu miaka, mwezi wa Nisani. Kama unafuatilia miaka, kila baada ya miaka 7 nini kinatokea? Mwezi huu wa 5 mwanzoni sana, nafikiri tarehe 1 ama tarehe 29 mwezi wa 4, ndio ilikuwa ni mwezi wa wenyewe wanaita Iyar, na ndio siku ya kuadhimisha siku ya Israeli ilivyopata uhuru wake. Kwa kalenda tunayoifuata ilikuwa ni tarehe 14 juzi, mwezi wa 5. Lakini ukianza kufuatilia kila miaka 7 kuna jambo, na mwaka huu ni mwaka wao wa 77 tangu taifa limekuwa, na unaona mambo yanayotokea. Kwa hiyo utajua kila sabato ya miaka kuna change. Sasa hii ni sabato kubwa ya miaka 17 na miaka 7. Kwa hiyo mtu wa kiroho lazima anategemea kutakuwa na jambo kubwa, na haya tuyaonayo ni mwanzo, ni mwanzo. Sasa huyu Yehoyada, mume wake Yehosheba. Yehoyada ni kuhani. Yehova ni Mungu. Ada ile sijaichimba kujua maana yake nini. Yehosheba najua Shiva ni kisima kinachotoa maji. Kwa hiyo nikiunga hayo maneno kwa translation yangu nazosema Yehosheba ni uhai kutoka kwenye kisima cha maji. Ameona miaka 6 imetimia, tunaanza mzunguko wa 7. Huyu mtoto lazima aapishwe, atawazwe, akalishwe kwenye kiti cha mfalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawa walikuwa wanafuata taratibu zao, lakini sisi haijalishi, maana Bwana Yesu amekuja, ndiye Bwana wa Sabato. Tuangalie pointi za msingi. Ninachotaka tuondoke nacho nyumbani, roho ya Atalia kuichunga, ambayo iko ndani ya nyumba, lakini kujifanya ni Wayahudi bali sio, lakini ni chinja kwa watoto. Leo tunaweza tusione mama anayechinja watoto wake kimwili, lakini kuna mambo ambayo akiyafanya yataua watoto kiroho. Tayari watakuwa kiroho chao kimekatwa. Lakini Yehosheba amemuiba mwana wa mfalme, akaenda kumficha kwenye madhabahu. Neno la leo linatupa picha nzuri ya kwamba watoto wako waweke kwa nani na wapi. Leo hivi tukiwauliza, kwa mfano tukimuuliza dada Rozi hapa Mama Mboe, watoto wake wamekwisha olewa, wanakaa kwao, hawezi tena kwenda kusimama atasema anawalinda, haiwezekani. Wengine wanakaa huko wameshajitegemea, wengine wako mikoani, wengine wanakaa boarding, wakitoka asubuhi wale ulionao wanaenda shule, watarudi jioni. Hakuna jinsi tutaweza kuwafuatilia na kuwalinda. Maana yake kama Yehosheba alivyomchukua mwana wa mfalme, uzao mteule. Na kwenye Petro tunaambiwa sisi
sisi ni uzao mteule, ni ukuhani wa kifalme, ni taifa takatifu, ni watu wa milki ya Mungu. Watoto wapeleke kwenye madhabahu ya Bwana. Hapo ndiko limited ya usalama. Bwana asifiwe. Pale uko usalama. Nijapolala usingizi, nijapobanwa kwenye kazi ya serikali, nikimwacha yule binti kwenye mikono ya Bwana, ninapata amani. Asubuhi, mchana, jioni, waachilie mbele za Bwana, wakawe sadaka kama Ibrahimu alivyoambiwa mtoe Isaka mwana wa pekee, ndio mboni ya jicho. Mungu, ulinipa huyu mtoto nikiwa na miaka 100, halafu unaniambia nimtoe nimchinje. Lakini unaona mahusiano kati ya Mungu na Ibrahimu. Yeye baba ndio anamfunga mtoto kamba, anamuweka kwenye madhabahu, anainua kisu. Kwa maana napiga picha Ibrahimu atakuwa anasema moyoni mwake, pamoja na kwamba Isaka huyu ninampenda sana, lakini ninamwamini yeye aliyenipa Isaka atanipa wengine, kama Biblia inavyosema. Kwa hiyo hakuona shaka, akainua kisu. Na Mungu alipoona huyu hakunizuilia mwanae wa pekee, akaambia sasa nimejua kwamba unaniheshimu. Ageuka nyuma, chukua kondoo yule, mwache mtoto. Akawa sasa baba wa mataifa. Unaweza, ama mtu anaweza akafikiri anafanya jambo jema kuwalinda watoto wake kwa kuwapiga chale. Mimi ni Mtanzania kama wewe, wa kwenye kabila ya Kitanzania kama wewe. Kwa hiyo hamna kabila yoyote itakayoniambia wafanyagi tule tu mambo. Kila watu wana design zao. Wengine wapiga chale, wengine wakienda makaburini wanamwaga na mbege, wengine wanafanya hiki, wanafanya kile. Lakini Ibrahimu alimuona Mungu. Tunaona Yehosheba anamuiba mtoto, anampeleka mbele za Bwana. Kumuiba mtoto sio matangazo. Watoto wangu nimewapeleka kwa Bwana. Shetani atakupangia mkakati. Rafiki, fanya siri. Kuna habari ya kuzungumza na kuna habari ya kumeza moyoni. Sijui makabila mengine, nitatoa mfano wa makabila ninayoyajua huko nilikotoka. Ukishasema hivi mimi nimeokoka na muamini Yesu, watakwambia Bwana asifiwe, Mungu akubariki. Lakini unajua tunaokokaga, lakini tunaendaga na pale kwenye nkonko, yani ule mwamba pa kutambika. Kanisani wamo na kule wamo. Sasa ole wako useme kwamba hicho mimi sifanyi, mimi nataka Biblia imeandika. Unaniambia nifanye hivyo, niambie imeandikwa mlango wangapi, mstari wangapi. Utasikia mlango mzima wa ile nyumba ya baba yako wamekugeukia. Vita itaanza. Usiweke mbao za matangazo. Ninachokusudia, kama huyu dada alivyomuiba akampeleka kwa Bwana, akasema Bwana Yesu, huyo hapa ni uzao mteule. Wachukue watoto wako. Wewe mama, wewe dada, wewe mwanamke, ndio unajua Mungu ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke, uwe una mtoto huna, mwanamke ndio utakaolinda mwanamume, ndio utakaolinda jamii. Na ndio maana Biblia inasema hivi, wako wapi wakina mama waombolezao? Wamama wazee wanaojua kuomboleza. Wawachukue wakina mama, mabinti, wasichana, wawafundishe kulia, kumuombolezea Bwana. Maana tulilala, mauti imepandia dirishani. Tulifunga mlango tukaacha dirisha wazi. Mauti imeingilia dirishani, inaua watoto. Wafichwe. Waandike kwa, usiseme Bwana Yesu nakuletea watoto wangu wote na wajukuu wangu. Kosa. Kama wa kwanza anaitwa Esther, sema ninamleta Esther. Alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 25. Sasa hivi yuko mahali fulani. Sasa hivi ameolewa, ana watoto. Kwa hiyo namleta yeye na mume wake, au yeye na mke wake na watoto wake. Wanataka ama hawataki haijalishi, maadamu ulinipa daraja, nikawa mama, nikamweka hapa tumboni, ninasimama kwenye hiyo nafasi. Hawezi akarudi tumboni akatokea kwa mama mwingine. Kwa hiyo na mimi nashika hapa kwa mamlaka, kwa daraja, kwa nafasi. Unamwandika jina huyo wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kama ana watoto, andika na watoto. Yaani ukitaja huyu hapa anaitwa Esther, andika na watoto wake. Kama ana mume, andika na mume wake, andika na watoto wake wa kike na wa kiume. Na sadaka yake. Mwandike na wa pili, mwandike na wa tatu, mwandike na wa 4.
Chukua na somo tulilofundishwa toka Jumapili ile, mchungaji akasema mimi ni taifa. Chukua na hilo taifa linalokuja miaka 100 ijayo kama Yesu hajaja kulichukua kanisa. Sema na hao wa kike na wa kiume waandike kwa majina yao, tengeneza agano kama tulivyofundishwa siku ya Ijumaa, tukapeleka na sadaka. Wafichwe madhabahuni. Usiseme tu namficha jumla. Huyu ni mtu yuko ndani, ile nafsi hai. Ana mwili ndio hili jumba la nje, lakini ana roho ya Mungu. Kwa hiyo peleka roho yake, nafsi yake, mwili wake. Na peleka maneno. Shetani akimtafuta asimuone, damu ya Yesu imfunike kama kifaranga cha kuku kilichomo ndani ya yai. Kwa nje paka ukachunguze ndio utaona, ufanye kwenye taa hivi kama kimekuwa kikubwa, vinginevyo akionekana. Encapsule. So unajua vile vidonge tetracycline imevalishwa cover, ndani ndio kuna dawa. Fichwa kwa damu ya Yesu. Na vitu vyake vyote peleka madhabahuni. Kama ana changamoto wewe mama unazijua, ziandike. Funga tumbo. Mlilie Bwana. Yehosheba, Mungu anatupa mfano kama lango wa kusimama na kama njia aliyotufonyesha Yehosheba. Wakamficha huyu mtoto miaka 6. Mwaka wa 7 unamwona mume wake Yehosheba, kuhani Yehoyada, anaita wapambanaji kiimani. Maana kumbuka huyu ni kama askofu, lakini huku kwenye serikali yuko Malkia Atalia, chinja wa wale wanaomfuata Mungu. Kwa hiyo ukienda bila hekima watakuua. Kwa hiyo kawaita kwa siri, anawaambia nyinyi mtajifanya mko hivi, lakini kila mtu na silaha yake, mtakaa lango lile, nye lango lile, nyinyi mtakaa hapa ndani. Wakakichukua kitoto cha miaka 6, kasome hiyo mistari ambayo tumeiruka. Wakakichukua kile kitoto wakakipeleka kwenye madhabahu. Anasimamishwa kwenye, wanasema kwenye kizingiti, kwenye nguzo. Halafu anapewa ushuhuda. Wakamvika mavazi. Nimesoma ile mistari ya mwisho. Yehoyada akampatanisha mfalme na Mungu, halafu akampatanisha mfalme na watu. Kwamba watu wasiseme kiongozi wetu ni Atalia. Kampatanisha na Mungu. Kupatanisha ndio keyword. Damu ya Yesu Kristo inatufanyia upatanisho. Mpatanishe huyo mtoto wako na Mungu kwa damu ya Yesu. Halafu mpatanishe na uumbaji, kwamba akipita uumbaji usimame upande wa Mungu, usisimame kinyume na mtoto wangu. Kama ni hali ya hewa, kama ni uchumi, kama ni elimu, kama ni chochote. Halafu unamwambia Bwana Yesu, umesema kila ajaye kwako hutamtupa kamwe. Nimemleta wa kwangu kwako. Ninaweza nikalala usingizi, sio kwa sababu nimechoka, nimeacha kuomba. Usingizi kwa sababu mimi ni mwanadamu, lakini ninajua mtoto wangu yuko kwa Bwana Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ninampenda huyu dada Yehosheba. Huyu mtoto alikuwa amefichwa madhabahuni. Usimkabidhi mtoto kwenye... Haki wengine wananisikiliza kwa mbali ambao wako kwenye, wasije wakanitangulizia mawe, ila ninalindwa kwa damu ya Yesu. Usimkabidhi mtoto. Wakati umefika tuambiane, nyeupe ni nyeupe na nyeusi ni nyeusi. Bwana asifiwe. Yaani mtu asije akasema hivi, kwa nini hawakuniambia? Ushaambiwa, umesikia. Sasa uchaguzi unabakia wako. Yule dada aliriski, angeweza kujulikana na Atalia akauawa, lakini alimuiba mtoto, akajua nikimpeleka kwa Bwana yuko salama. Usimkabidhi mtoto. Kama alishawahi kukabidhiwa kwa yule bibi wa ukoo, sijui shangazi, kanyang'anye. Sio hivi kwamba nimekuja leo bibi na kunyang'anya. Si alipewa jina la bibi mzababa? Naenda na hilo jina, nafuta kwa damu ya Yesu, ninanyang'anya. Mbingu sikia ukaandike, nchi sikia, kwa damu ya Yesu ninamnyang'anya, sio wa kwenu tena. Yesu alitukomboa, na mrudisha kwa Bwana. Mkimfuatilia mkutane na upanga wa moto kwa jina la Yesu. Nenda kamuibe, muondoe. Watakusumbua na kutangulizia kabisa, kwa sababu yani ninazungumzia uzoefu niliopitia.
Unawanyang'anya leo, unawaiba leo, simu inapigwa jioni, ama unarushiwa bonge la liskando ama lishutuma ama likitu la kukufanya ulie unyong'onye usahau kama ulikuwa unaomba. Kwa hiyo natangulia kukuambia, ukifanya hivyo mshike utauona. Wewe sema hivi, niko ndani ya Yesu, alafu niko imara. Wewe shetani kama unaweza kumpiga, njoo basi umpige Yesu tuone. Mimi hapo mkitaka kunipiga mtaninyamazisha sasa hivi. Sekunde labda 2 tu. Upepo unanipeperusha. Kwa hiyo mimi salama yangu kwenye mwamba ulio imara, Bwana Yesu. Wamenizunguka pande zote. Naomba unitetee kwa ajili ya jina lako. Lisitukanwe. Siku nyingine nikalia nikamwambia Bwana Yesu, ninaomba nisiaibikie matumaini yangu. Yaani kwa nasoma kwenye Zaburi nikakutana na maombi ya Daudi. Huo mstari ukanifaa, nikasikia raha, nikasema huyu alikuwa anaandika vitu kama alikuwa anajua nitakuja, yaani vyangu. Bwana Yesu, ninaomba nisiaibikie matumaini yangu. Maana watakwambia, wewe unajifanya mlokole, tutakuona. Watu wote wanapitaga hapa, wanafungwa kamba fulani, wanapitishwa hapa. Wewe unajifanya upiti hapo. Kama wale wa Kinyaramo wanakuambia kukiona wanakushikia na vino, tutaona. Na mimi namwambia Bwana Yesu, ninakulilia huku chumbani, usiniache nikayaibikia matumaini yangu, nimekutumaini wewe. Kuna mtu mmoja mfalme akaona wamemtisha, alafu akarudi madhabahuni, akaichukua barua iliyotoka kwa Washami, akaifungua, simkumbuki jina lake. Akasema, Bwana Yesu, nimewaambia wewe ni Mungu, nimewaambia wewe ni Mungu mkuu, ni mfalme. Wamekuja kututukana. Ninaisoma hii barua walioniandikia, hawajaniandikia mimi, wamekutukana wewe. Mimi ninaifungua mbele zako, ninakusomea. So amekwambia tutakukomesha mwaka huu, utakiona. Waambie Bwana Yesu, nimekuja na barua, wameniambia utakiona cha moto. Sasa Bwana Yesu, mimi sio mimi ninayeishi, ni wewe Kristo ndio unaishi ndani yangu. Chonde tafadhali usiache nikayaibikia matumaini yangu. Huyu Bwana mpaka sasa anajibu. Mpaka leo hii, karne hii ya .com, wanaita akili unde, sijui artificial intelligence, bado anajibu. Kama alivyomjibu Ibrahimu. Kazabuti mama mwenzangu, mwanamke, kazabuti. Ukiona ugumu ujue ni mtihani. Kwani mtihani unakuwa mwepesi? Wakumaliza shule ya msingi kuingia sekondari unakuwa mwepesi? Wakikupa wa darasa la kwanza utapita. Sasa ili uwe mwana sekondari lazima uvuke. Kwa hiyo tikisiko. Mkumbuke Yehosheba akamuiba. Natamani leo tuanze kuwaza. Mungu akitupa neema tutakwenda tuchambue sifa za Yehosheba against sifa za Atalia. Ziko nyingi sana. Ziko nyingi. Kuanzia mlango wa 8 wa Wafalme wa Pili mpaka karibu mlango wa 14. Halafu kwenye Nyakati tumesoma hii 22. Naanzia 21 mpaka 23. Inazungumzwa habari ya Atalia. Na hao waliokuwa wanawekwa kwenye milango. Kwa hiyo hata unapoenda kuwaombea, mwambie Bwana Yesu, sijui kama unajua walinzi wako na kila idara wanayolinda. Mikaeli ni mpambanaji, anapigana upande wetu. Gabrieli anapelekaga message. Hapigani ngumi, anapeleka message. Kwa hiyo lazima ujue. Mwezi wa 6 Mungu akamtuma malaika Gabrieli kwa yule Bikira Maria. Umewahi kusoma hiyo? Kwa yule mzee Zakaria babake Yohana Mbatizaji, nani alitumwa na Mungu? Gabriel. Kwa hiyo unataka ujumbe gani uende, unajua malaika wako anaitwa Gabriel. Mwingine anaitwa Urieli, akitokea ni bonge la moto. Wewe unaliona limoto, kumbe ni malaika. Anashuka mpaka leo na limoto lake. Alinitisha nikiwa kwenye daladala, nimebananishwa vizuri kweli huko kwenye anga ninazopita huko kwenye mambo ya utumishi na kadhalika. Niko maututi, yani hapa unajua anytime anameremetea huko. Lakini unasema Yesu, hata kama tunaondoka nitaondoka na wewe. Mtu mwingine amekaa pembeni, amepiga simu, maana nilikuwa mkoani, amepiga Dar es Salaam kwa watumishi. Mtumishi amezidiwa sana, yeye ndo anayetuombeaga, mimi sijui hata ninamuombeaje huyu. Akaweka simu sikioni. Yule mtumishi yuko Dar es Salaam, mimi niko Dodoma, akisema
fire. Mimi naona limoto likubwa kama yale mabasi ya Yutong linapita. Yeye anavyosema fire, yuko Dar es Salaam. Nashindwa nikihema hivi, unajua ile kwa mara moja. Yaani hapo umefunga pumzi, mnisamee, lakini nazungumza kitu umejikatia leseni ya kuendesha na kutapika. Ya pigo. Si umejifanya wewe una Yesu wako. Kwa hiyo unavuta pumzi, Yesu wewe ni Bwana hata kama yes. Sasa huyu bwana mdogo mwingine anasema, mtumishi unamkumbuka yule mama mlikuja kwenye maombi ya mkesha? Yaani amezidiwa, mimi hapa sijui jinsi ya kumwombea, yeye ndo alikuwa anatuombea. Akasema anaweza kusikiliza. Weka simu sikioni kwake. Kwenye daladala Mwanawane. Tunaenda, tumetoka huko Dodoma tunaelekea ofisini huko, tuko kwenye daladala. Huyu mtumishi Dar es Salaam anafanya fire. Akifanya fire, baadaye nikaona nini ile alivyopiga fire ya pili. Nikaona limtu. Unajua wale wapishi mashefu wakiwa wanakaanga hivi, afu anageuza ile pani, moto unaibukia pale. Vile moto ule unavyotokea ndio wavosema fire unaibuka. Sasa yule mtu nilimuona kutoka kwenye kiwiliwili hapa mpaka kichwani. Huku chini haonekani, lakini kutoka hapa kwenye kiuno mpaka kichwa, na amevaa white ambayo ikisema fire limoto linatoka linamfunika mduara. Hicho kipande cha kutoka hapa ni basi la Yutong, yale mabasi unayajua. Kubwa linapita alafu likaenda mpaka ofisini kwetu, likasimama mlangoni. Alafu macho yakafunguka, jua kumbe ngoma iko hapo ofisini. Na nilipofika pale nikapigwa mwereka fulani, nikasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Nilijua kimeisha. Mshawahi kujiarishia ofisini yani? Sio kitu kizuri kusema, lakini ni maisha yangu. Siwezi kusahau. Sizungumzi story, ni kitu nilichopita. Afu watu wanakuja kukushabikia, kawaje? Amekuaje? Nikamwambia niache. Unaumwa, mbona unakaa? Siumwi. Hapo na hasira, siumwi. Ingia chooni, funga mlango, vua gauni, fua vambichi. Sasa unafanyaje? Unaenda kwenye mkutano na wewe una presenti kwa viongozi. Afu unajidai na Yesu wako. Lakini Yesu Mwanawane alishukaga, akashukaga, na ndio maana hata ukinipiga upanga rafiki siondoki. Na ili unipige upanga uwe na ngumi. Hii ya mkono inaweza kaa tukashindana kidogo, lakini yuko simba wa kabila la Yuda. Na hata asipojibu kama tulivyomuomba, hatugombani naye. Anabaki kuwa Bwana. Naomba usimame. Naomba usimame tuende kwenye maombi, muda wetu ni sio rafiki sana. Ninatamani baada ya kupata huu ufunuo, nenda nyumbani ukasome hizi habari. Ili tukikutana utakuwa umeielewa. Na wakati unasoma Mungu atakupa ufunuo mwingi. Utaona sifa, tafuta daftari lako, andika sifa za Atalia, tabia zake ni zipi, characteristics. Halafu piga jedwali lako, upande huu andika za Yehosheba, za upande huu andika za Atalia. Anatoa ushauri wa kumwasi Mungu. Lakini huyu Yehosheba inaonekana kabisa, japo hajaandikwa, yeye na mume wake walipatana, wakamuiba yule mtoto, wakamficha kule madhabahuni. Mume wake ndio kuhani. Hakuna jinsi mwanamke ataficha mtoto kwenye madhabahu wakati mume wake hajui. Unaona ni ushauri unaotoka wapi? Somo lingine, unaweza ukaamua Mungu akikupa kibali cha kulifuatilia upande huo. Mwenza wa mtoto wako ni nani? Ni Yehoyada ama ni Atalia? Una sababu ya kuomba. Hata kama mtoto ana mwaka moja, hata kama yuko tumboni, usije ukaacha kumwombea. Hata wale vitukuu watakaokuja tukiwa labda tumeshaenda kukaa na Bwana Yesu, kama Yesu hajaja kulichukua kanisa, wenzi wao unawataka wa namna gani? Andika, nataka mcha Mungu, asiyeabudu sanamu, asiye hivi na hivi, atakayekuwa hivi. Bwana Yesu ninakuomba na sadaka hii, na kuendelea kuwatabiria, na kuendelea kama tulivyofundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu nyingine unaweza ukaona unawashauri vipi watoto wako. Wewe dadangu, una watoto wa kike na wa kiume na una wajukuu, unawashauri nini? Makabila mengi watoto wa kike wakikaribia kukua anapelekwa kwa shangazi. Hivi una uhakika shangazi, naomba mshangazi wangu unisamehe, lakini una uhakika shangazi atamfundisha nini mtoto wako? Yaani unaweza ukariski kweli? Una uhakika? Umeenda kumuuliza Bwana Yesu akakwambia mpeleke kwa mshangazi. Mpeleke kwa mshangazi wa madhabahuni, mtafute mshangazi anaitwa Yehosheba. Peleke huko.
panda mbegu iliyo njema. Tumefundishwa wiki nzima, sema na watoto wako, washauri, waambie madhara ya kutembea na mashauri ya Atalia. Watasababisha mume afe. Sio kifo cha mwili, kifo cha kiroho. Akishakufa kiroho basi hamna mambo mengine yanaendelea. Usitangaze. Tukiendaga kuvunja madhabahu ufanya siri. Hata kama umekuwa na msuli wa kiroho, kuna vita vingine usivinunue bila bei. Umepita ukakuta watu wanatambika vitu vyao, alafu unaanza kuambia kwa jina la Yesu. Wewe sio wa ukoo wao. Hivyo Bwana Yesu havinipati, na shauri lako, hii nchi ninainunua kwa damu ya Yesu. Hivi vita ni vya Bwana. Sasa njoni mpigane basi. Kama Bwana wangu ndio Bwana wa vita, njoni mpigane naye. Mimi sio mimi. Amen. Jua wewe ni nani. Unawashauri nini watoto wako? Wakati mwingine tulifanya kwa kutokujua. Tulifanya kwa sababu ukoo wetu unafanya hivi. Tulifanya kwa sababu tuliona ni mambo mazuri. Injili, nafikiri ni Luka mlango wa 4. Shetani anapomjaribu Yesu akamchukua akampandisha kwenye kinara cha hekalu kama kule juu ya msalaba. Afu akamwonyesha jiji lote la Dar es Salaam, fahari. Anamwambia haya yote nitakupa ili mradi vigezo na masharti kuzingatiwa. Nataka mimi nisujudiwe, sio Mungu. Ukianguka kunisujudia. Kuna vitu ambavyo Mungu anipe diplomasia ya kiroho ya kuviongea. Nimekutana navyo kwenye mambo ya kawaida. Mimi ninakuwaga mpenzi wa movie. Yaani namwombaga Yesu niokoe. Napendaga sana drama. Hizi movie hivi. Namwomba Yesu niokoe, saa nyingine na waste time. Kweli nakiri. Lakini waga na enjoy kufuatilia. Sasa nikaanza kufikiria, hizi sinema za Wachina hizi mbona zote ziko design hii? Hafu Roho Mtakatifu akaniambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Wanamsujudia ile dragon, nyoka mwenye miguu, kabla hata hajapigwa adhabu. Unataka magorofa yao? Unawashauri nini watoto? Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda mbele za Mungu, tutamshukuru kwa ajili ya ufunuo aliotupa. Tuna kazi nyingi za kufanya kwenye ulimwengu wa roho kabla Yesu hajaja kulichukua kanisa. Lakini anavyoleta, amekupima kilo zako, anajua unaweza. Usijione kwamba nitaweza kweli mimi. Sema ninayaweza yote katika Yesu anitiaye nguvu. Kinachotakiwa ni imani. Kasome neno. Tumia zaidi neno la Mungu kuliko maneno yako. Ukitumia neno, wale malaika nilikuwa nakuambia wako tayari. Zaburi ya 103 inasema vizuri pale. Malaika wako hodari, wanalichukua neno la Mungu na kulifanyia kazi. Nafikiri mstari wa 19, 20, 21 nafikiri. Anasema malaika zake walio hodari walisikia neno la Bwana na kulifanyia kazi. Ukisema watoto wangu ninawaacha kwenye madhabahu ya Bwana. Kama Ibrahimu alivyomtoa mtoto wake. Kama Yesu alivyopelekwa akiwa na miaka 8. Baadaye nikakuta mtoto wangu ana miaka 12. Nikasema mbona huko zamani kwaga sijui hivi vitu. Hivi Bwana Yesu nikimpeleka leo ana miaka 12, birthday ya miaka 12, nataka nimpeleke. Struggle na vile vitu, afu naogopa huyu baba atakubali kweli hivi. Nikasema yani kishasikia huku ndani mimi naenda jumla. Nikachukua sadaka yangu nikaandika, nikaenda boarding school, hodi mwalimu, naomba ruhusa naenda kanisani kidogo na huyu mtoto miaka 12. Nikamwambia mchungaji, walikuwa na mwinjilisti, nikasema sijui ilikuwa Marko ngapi, alipofikisha miaka 12 wazazi wake wakampeleka kama ilivyo utaratibu. Miaka 12 leo birthday nimemleta hapa na sadaka. Wale watumishi wakaniangalia, yani mmoja akaanza na kushangilia, ikapigwa pawa ya uhakika maombi. Afu nikasema ningejua siku ya 8 mtoto alivyokuwa mchanga ningemwaisha pale. Sasa nyie ambao bado mnaendelea usije ukakosea. Wewe mlete kanisani. Kwani unapata hasara gani? Peleke kanisani. Yaani unajua ukichukua kitendo cha imani, anayemaliza huko ni yeye mwenye ofisi yake. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya huu ufunuo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo. Muombe Mungu akufunulie mengi, yako mafunzo mengi kwenye hili somo, yale yanayokuhusu wewe binafsi na watoto wako. Halafu tutaomba rehema kwamba
Yamkini kwa kutokujua ama kwa mazoea ama tulisikiliza mafundisho ya jamii na ukoo na kabila. Yamkini tumefanya vitu ambavyo vimewapeleka watoto kwa Atalia. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Tunaanza kumshukuru kwa ajili ya ufunuo. Halafu tutaomba kwa ajili ya kuwapeleka watoto wetu mbele za Bwana. Katika kuwapeleka, kumbuka, lazima kuanza na toba. Yaani kama walipelekwa mahali fulani, wakafungwa alama kwenye ulimwengu wa roho, lazima damu ya Yesu ipite isafishe. Tusiwapeleke na alama mbili. Haiwezekani ukaenda kwenye benki ya CRDB na akaunti yako ya NMB unataka waoperate kwa kadi ya NMB wakati uko CRDB. Hakunaga hivyo. Lazima tuombe rehema. Usiwapeleke mbio mbio. Kwa hiyo natamani hili la kuwapeleka, mwambie Bwana, niko tayari kuwapeleka. Naomba uanze kuwalinda. Ninawakabidhi mikononi mwako. Unifunulie wapi nilipokosea ama jambo gani nililolifanya miaka nenda rudi ambalo ni chukizo kwako. Atakuambia. Atakuambia kabisa. Atakuambia. Peleka mikono yako juu kwa unyenyekevu mbele za Bwana. Twende mbele za Mungu. Sema, Bwana Yesu. Naomba sauti yako. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa ufunuo. Asante kwa neema hii. Umetupa watu uliowaweka kwenye neno lako ili tujifunze. Asante kwa kunifunulia mwanamke huyu Atalia ni nani na yapi yanayonipasa kutenda. Bwana Yesu, ninakushukuru kufahamu tabia njema, sifa njema za mwanamke huyu anayeitwa Yehosheba. Baba, ninakuomba unisaidie. Ninatamani, sema kwa moyo wako kama ninatamani, ninataka, ninakuomba utie ndani yangu moyo na nia ya Yesu Kristo. Nifanye kama Yehosheba alivyofanya, kuwapeleka uzao wangu, ukoo wangu mbele zako, wafichwe huko kwenye usalama. Ninakushukuru. Ninaomba unifunulie mahali popote, kwa kujua ama kwa kutokujua, kwa makusudi au kwa bahati mbaya, nilipowapeleka watoto wangu, jamaa zangu, au hata mimi mwenyewe nilipopelekwa kwenye madhabahu ya Baali kama Atalia alivyofanya, tukafishwa huko, tusistawi pamoja nawe. Ninaomba neno lolote, jambo lolote, kitu chochote ndani yangu, ndani ya uzao wangu, ndani ya familia yangu, chenye alama ya roho ya Atalia, ndio roho ya Yezebeli, ukifunue, useme nami. Hata pasipo kujua, ninaomba rehema. Ninatubu, maana mengi sikuyajua. Nifundishe kwa upya. Bwana Yesu, wewe ndiwe uzima. Neno lako linasema ndani yako umo uzima, na huo uzima ni nuru ya watu. Ndio nuru yangu, na hiyo nuru inang'aa gizani. Ninaomba iwe nuru ndani yangu, iondoe kila giza. Tangu nilipotungwa mimba mpaka leo hii, iondoe giza kwa uzao wangu na familia yangu. Tangu walipotungwa mimba mpaka leo hii, hata wale ambao hawataki, ninasimama kikuhani na damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu
ninaomba rehema, uwaite kwako, wawe wako, watunzwe madhabahuni pako kwa jina la Yesu. Naomba ushike sadaka yako, tutamaliza maombi na sadaka, tunaambatisha maombi yetu na sadaka. Haleluya. Ukiwa umeshakuwa na sadaka yako mkononi, utaendelea na maombi. Asante. Haya ni maombi ya kiagano. Yaani hata kama una 100, usifanye tu maombi ya rasharasha. Fanya maombi ya kiagano. Agano linadumu mbele za Bwana. Na agano tunalolifanya, Mungu alishatufanyia agano akalifunga kwa damu ya mwana wake Yesu Kristo. Tunachofanya sisi, tunaiamini, tunaiadhimisha hiyo damu ya agano. Kwa hiyo damu ya Yesu, tunapotoa sadaka hii, tunaiadhimisha sadaka Mungu aliyoitoa kwa kumtoa mwana wake pale msalabani. Na hiyo damu inanena mema. Ikawakusanye kwenye madhabahu, kwenye magereza walikofungwa, ikawalete. Hata tukilala usingizi tukasahau kuomba, sadaka damu ya Yesu ikaendelee kunena mema. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi ya kiagano. Unakumbuka kwenye lile agano tulifundishwa Ijumaa, lina sehemu zake. Kuna kuomba msamaha, kuna kuomba kuwatakasa, kuna kufunga hilo agano na kuomba ulinzi, na kuna kutamka baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kama haukusikiliza, nenda kwenye YouTube ukarudie Ijumaa. Mwalimu alifanya, na ndio ilikuwa funga kazi ya kufunga semina kwenye ulimwengu wa roho. Ijumaa semina ilimalizika. Tulivyopeleka sadaka, mengine yakatutia nguvu, yakaendelea kutuimarisha. Kwa hiyo leo haya maombi tuliyofanya, tunaunganisha na sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Unajua, usifanye agano leo sema mpaka nikiwa nimesipo, kama Mungu ajaja, Yesu ajaja kulichukua kanisa, vitukuu na vitukuu hata kizazi cha 10 kama kitakuwepo, wote ninawaandika majina yao hapo kwenye madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unatoa na sadaka. Inua mkono wako wa kulia wenye sadaka, peleke mbele za Bwana. Ni mkono wa shirika. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa damu yako ya agano jipya, ya ukombozi, ya ondoleo la dhambi, ya upatanisho. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa damu ya Yesu. Ikafanyike leo kuwa sadaka ya dhambi, kuwa sadaka ya makosa, kuwa sadaka ya uovu, ikatupatanishe nawe. Iwe sadaka ya upatanisho kwa uzao wangu, mimi mwenyewe, familia na ukoo. Niko tayari kufundishwa nawe. Nitarudi kwa hatua za ziada kwa jina la Yesu. Leo hii ninakataa utawala wa roho ya Atalia na Yezebeli inayotoka kwa shetani. Ninamkataa shetani na kazi zake na mambo yake na idara zake na hila zake. Bwana Yesu, ninajitoa kwako, mwili wangu, roho yangu, nafsi yangu, na waleta wa uzao wangu, taifa waliopo sasa, watakao kuja baadaye, wafungamanishwe kwa damu ya Yesu kwenye madhabahu yako. Mbingu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakusikizisha neno hili, ukaandike kwa jina la Yesu. Nchi, ninakusikizisha neno hili la kiagano kwa damu ya Yesu, ukaandike sasa. Muwe shahidi kwa jina la Yesu. Mukatekeleze kama tulivyoomba hapa, kama nilivyoomba hapa, bila kuacha, mpaka Yesu atakapokuja kulichukua kanisa kwa jina la Yesu. Baba, tunaiadhimisha sadaka ya damu ya Yesu katika jina la Yesu.
Amen. Shangilie Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante kwa kuwa ulituwazia mema. Umetaka tuyajue haya. Asante kwa kuwa usiku umekuwa mrefu na mapambazuko yanakaribia, na kwa pendo lako ukaona tusipotee zaidi. Unataka utakapokuja utukute tukiwa hatuna madoa wala mawaa. Tunalihimidi jina lako Bwana, maana pasipo kutufunulia haya tungejuaje? Asante Bwana. Miili yetu ni dhaifu, roho iko radhi. Tutie nguvu kusimama na kuyafanya yote, hata kama yatakuwa yanatisha. Baba, tunaomba roho ya ujasiri pasipo woga wala hofu. Katika siri uweponi mwako, wewe uwe Bwana wa vita, kama ulivyoandika katika kitabu kile Bwana cha Sefania mlango wa 3. Mungu katikati yetu ni shujaa, uwezaye kuokoa. Utatupigania na kututukuza kwa nyimbo na kwa sifa. Katika jina la Yesu ninawaleta wajoli wangu, wakina mama na wanawake hawa, na wale watakaofuatilia kupitia mitandao siku zoyote, hata kama ni mwaka ujao, watakaosikiliza neno hili. Nguvu yako ya ufufuo iliyomfufua Yesu Kristo katika wafu ikatende kazi. Tunamuondolea taji ya umiliki na utawala, atalia kwa jina la Yesu. Kila aina ya atalia katika maisha yetu, we decrown in the mighty name of Jesus Christ, kwa jina la Yesu. Baba, tunamiba na kumnyakua kila Yoashi katika maisha yetu, ukamfiche kwa damu ya Yesu. Tunamkabidhi mikononi mwako, umfiche kwa damu ya Yesu. Na katika Sabato, siku yako Bwana ya ibada, ambapo umesema waabudu halisi watakuabudu katika roho na kweli, kama mtumishi wako Yehoyada alivyofanya, ndio picha ya Agano Jipya. Tunawaleta madhabahuni pako, uwasimamishe kwenye nguzo ambayo ni msalaba wako na ushuhuda ambalo ni neno lako, na jina la Yesu wakasimame kifalme katika jina la Yesu. Neno lako umesema halitakurudia bure, litakwenda likitimiza kazi uliolituma, nalo litafanikiwa. Nasi tunaweka imani yetu kwako. Neno lako ni amen, litakuwa. Nasi tumeona katika mioyo yetu. Utukufu na heshima na uweza vina wewe Mungu wetu milele na milele. Amen. Kambinguni ambalo moto na panga haviwezi kulishi, na twakushika siku zote maishani na kufa, nitwakushika siku zote maishani na kufa. Mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya ufunuo. Shangilia Bwana Yesu, shangilia vigelegele. Amen, amen. Asante sana dada Esther, Mungu akubariki. Tuendelee kumwombea, wiki ijayo aendelee na hili somo. Nani ana amani aendelee? Amen. Asante sana. Naomba mama mchungaji utufungie kipindi na kuombea sadaka. Tuombe. Tusimame tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakurudishia heshima na utukufu kwa maana unastahili. Asante kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu Bwana. Asante kwa ajili ya neno na ufunuo ambao limepita katikati yetu. Tunakushukuru Mungu mwenye nguvu kwa Roho Mtakatifu wako ambaye amekuwa katikati yetu akitufundisha. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Mama Esther. Asante Mungu mwenye nguvu, maana uliachilia neno hili kwa wakati na majira uliokusudia, nasi umetupa neema ya kulisikia jioni ya leo. Tunakuhitaji Mungu mwenye nguvu, neno hili likazidi kuwa mbegu njema, likazidi
kukaa katika mioyo yetu, tukakuzalie matunda mbele za uso wako Bwana, kwa vizazi vyote ambavyo viko katika kipindi hiki na vile vijavyo. Mungu mwenye nguvu, sante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia mahali hapa na ambaye amefuatilia. Ninakusihi Mungu mwenye nguvu, neno hili lisiende bure, likazidi kutuwezesha kusimamia katika kusudi lako, na sadaka hii ambayo Mungu umetupa neema kuitoa, tunajiungamanisha nayo na madhabahu mbinguni kwa damu ya Yesu. Tunakusihi Mungu mwenye nguvu, ukatupiganie mwenyewe na kutulinda kwa damu ya Yesu na vizazi vyetu vyote. Bwana, tunapotoka mahali hapa, tunakusihi Mungu mwenye nguvu, ukatufunike damuni mwako. Tunakataa visasi, malipizi, mashambulizi, havina mamlaka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba ukapate kutuficha damuni mwako, ukatulinde kwa malaika zako, na tunapotoka mahali hapa tukakute amani kule tunakoenda. Tunaomba ulinzi wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu na uweza wote, tupe neema tena kipindi kingine, ukatembee nasi Bwana katika wiki hii nzima. Tunajikabidhi mikononi mwako, ukaendelee kututetea mwenyewe katika kanisa pia Bwana, katika taifa. Tunakuhitaji Mungu mwenye nguvu kwa matukio yote yaliyoko mbele yetu na ratiba zote zilizoko mbele yetu katika mwaka huu. Wewe ndiye mtetezi wetu, ndiye mlinzi wetu, ukashuke na kudhihirika kwenye maombi ambayo Mungu tunaendelea kuyaleta kwako kila itwapo leo. Wewe ni Mungu unayesikia na kujibu kwa moto. Tunaendelea kukutumaini na kukutegemea wewe. Asante Mungu mwenye nguvu kwa uweza wako na nguvu zako. Asante Mungu unayesikia na kujibu kwa moto. Tunajiachia damuni mwako tukikushukuru kwa wema wako na fadhili zako, na kwamba umeahidi utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Usituache peke yetu Mungu mwenye nguvu, maana wewe ndiye mtetezi wetu, wewe ndiye muamuzi wetu, wewe ndiye mlinzi wetu, wewe ndiye mwalimu na kiongozi, sawa sawa na Zaburi 32 mstari wa 8. Pokea heshima na utukufu Jehova, kwa maana unastahili. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele, amen.